Kifo cha mbunge wa viti maalum wa CCM kilichotokea jana jijini Dar kimezua mtafaruku mkubwa kama ambavyo inaelezwa kwa kina katika makala hii. Lakini pamoja na taarifa za kifo hicho, pia jana kulipatikana taarifa nyingine za vifo vya askari kadhaa wa jeshi la polisi, ambapo kwa mujibu wa taarifa hizo vifo hivyo vilitokea huko Mwanza. Sasa tuanze kwanza na hili la kifo cha huyo mbunge wa viti maalum. Kwa mujibu wa taarifa iliyothibitishwa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano Mussa Azzan Zungu, ilielezwa kwamba mbunge wa viti maalum wa CCM anaitwa Halima Idd Nassor mwenye umri wa miaka 46 alifariki jana katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ambako mbunge huyo alikuwa akipatiwa matibabu. Kwa asili yake mbunge huyu ni kutoka Zanzibar na aliingia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya taasisi binafsi, sekta binafsi. Hayo ni kwa mujibu wa maelezo yaliyopatikana. Sasa baada ya kupatikana kwa taarifa za kifo chake, mitandao mbalimbali ya kijamii ililipuka kwa shangwe na furaha kutokana na hizo taarifa za kifo. Lakini kabla taarifa hizo hazijapelekea furaha kubwa zaidi, pia zikapatikana taarifa nyingine kwamba kuna askari kadhaa huko Mwanza walipata ajali na ajali hiyo ilipelekea vifo vya askari hao. Kwa hiyo wakati furaha iliyotokana na kifo cha huyo mbunge haijakamilika, zikapatikana tena hiyo taarifa nyingine ambayo pia ilipelekea furaha. Sasa kwa nini hii habari ni muhimu na kwa nini mpaka Jasusi TV imeamua kuiongelea? Ni kwamba kwanza hili la vifo vya watu wanaohusishwa na CCM pamoja na taasisi zake kupokelewa kwa furaha sasa inaanza kuwa ni kama utamaduni wa Tanzania, na kwa hakika huu haukuwa utamaduni wa Tanzania. Kwa kawaida taarifa kama hizi zilikuwa zikipeleka majonzi na watu kuguswa. Lakini katika siku za hivi karibuni matukio au taarifa kama hizi zinapopatikana huwa zinapokelewa kwa shangwe. Na ikumbukwe kwamba miongoni mwa matukio ya hivi karibuni kabisa ambayo yanahusiana na hili la jana ni lile la kifo cha aliyekuwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai. Na huyu kwake ilifahamika kwamba katika jimbo lake miongoni mwa wapiga kura wake walionekana, kuna video ilikuwa ina trend mtandaoni ambapo wapiga kura hao walionekana wakishangilia kifo cha mtu aliyekuwa mbunge wao, na huyu hakuwa tu mbunge bali alishawahi kuliwakilisha jimbo lake akiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa bahati mbaya matukio haya yanapotokea na kupokelewa kwa shangwe na wananchi, hakuja kuwa na jitihada za watawala hasa katika Chama cha Mapinduzi na serikali kukaa chini na kutafakari kwa nini watu wengi wanashangilia wanapopata taarifa za vifo aidha za wabunge wa CCM au askari wa jeshi la polisi au watu wanaohusiana na CCM au serikali kwa upande mwingine. Kwa sababu hata mwaka 2021 kilipotokea kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania marehemu John Pombe Magufuli, iliripotiwa kwa baadhi ya watu waliingia mtaani wakashangilia, wengine wakanywa pombe, na baadhi waliishia kukamatwa na jeshi la polisi kutokana na kushangilia kifo hicho. Kwa hiyo huu sasa umeanza kuwa kama ni utamaduni mpya kwa Watanzania, kama unasema kwa mila na desturi za Kiafrika za Kitanzania, msiba bila kujali kama ni waadui au ni mtu ambaye pengine amekuwa na karibu. Hizi ni taarifa ambazo zinapokelewa kwa majonzi na watu huwa wanaungana na familia husika katika kuomboleza. Lakini katika siku za hivi karibuni hali imekuwa tofauti, lakini hili si gumu kulielewa kwa sababu kadhaa. Moja ya sababu kubwa inayochangia hali hii ni mtizamo ambao unazidi kukua miongoni mwa Watanzania wengi kwamba watawala wao ni watu tofauti na hao watawaliwa. Jitihada kubwa sana zilifanyika huko nyuma za kuwaunganisha Watanzania kuwa kitu kimoja, kwamba mtu kuwa kiongozi ni mtumishi wa watu, anatoka katika jamii ile ile ambayo anaiongoza. Kwa hiyo kulikuwa hakuna tofauti kubwa kati ya mtawala na mtawaliwa, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo kadri pengo lile kati ya watawala na watawaliwa linavyozidi kukua. Maisha wanaoishi watawala na maisha wanaoishi watawaliwa yanazidi kuwa tofauti. Wakati watawaliwa wengi wanahangaika maisha magumu, kodi na tozo na vitu kama hivyo,
nashuhudia jinsi watawala wanavyoishi, ukiangalia misafara yao, ukiangalia taarifa ambazo tunapata kuhusu magari ya watoto wao, shule wanazokwenda kusoma watoto wao, ni tofauti kabisa na yale. Kwa hiyo hii tu yenyewe inachangia kutengeneza chuki, lakini matukio ya hivi karibuni yanazidisha uhasama uliopo kati ya watawala na watawaliwa, na hili sio katika masuala ya misiba au pengine majanga ya kimaisha, lakini imefikia hata katika masuala kama ya soka. Hivi karibuni Taifa Stars walipokuwa katika mashindano ya Afrika, matokeo mabaya yalipokelewa kwa furaha, na hii ilitokana na nini? Kubwa ni kuwa soka kwa kiasi kikubwa imegeuka kuwa sehemu ya siasa. Taifa Stars imekuwa ni kama timu ya CCM. Na katika siku za hivi karibuni kama hii, maandalizi ya Taifa Stars yalikuwa yakihusishwa na Bashite, yule mtu ambaye hivi karibuni ameteuliwa kuwa waziri. Na watu wengi walikuwa wanaelewa kwamba endapo Taifa Stars wangeshinda, kungekuwa na kusimangwa kwa baadhi ya watu, kwa sababu mafanikio yale yanahusishwa na mafanikio ya CCM na sio mafanikio ya Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo siasa kuingiza katika vitu hivyo, lakini katika hili la misiba kwa kiasi kikubwa ni kutokana na upande mmoja kauli za watawala, lakini pia matukio ya hivi karibuni. Moja ya matukio ambayo Watanzania wengi wanaona kuwa watawala wamejitenga nayo, lakini pia wanahisi watawala wanahusika nayo, ni janga la utekaji. Janga la utekaji limedumu sasa kwa takriban miaka mitatu, lakini kimsingi janga hili limekuwepo kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu hata katika utawala wa rais wa marehemu Magufuli pia kulikuwa na janga la utekaji. Hata hivyo, katika utawala huu wa Samia Suluhu Hassan, janga hili yeye mwenyewe kama rais hajawahi kuliongelea, na serikali ya CCM haijawahi kulizungumzia janga la utekaji. Askofu Josephat Gwajima ambaye ni kiongozi wa CCM alipojitokeza na kuliongelea hilo, mnafahamu iliyomkumba. Makanisa yake yalifungiwa na ni majuzi tu ndio wameweza kurudi na makanisa hayo kufunguliwa. Kwa hiyo hii inaonyesha bayana kwamba Chama cha Mapinduzi sio tu kwamba hakilioni kwa hili ni tatizo, lakini huenda kwa chini chini lina support, kwa sababu kama watu wanaokemea wanaishia kuja kuadhibiwa, maana yake labda huu ni mpango wa mkakati wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kubwa zaidi ambalo linajenga uhasama mkubwa kati ya Watanzania, kati ya watawala na watawaliwa, ni majanga yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 mpaka muda huu. Jasusi TV imekuwa ikiwaletea makala mbalimbali kuhusiana na hayo, na moja ambalo linajirudia mara kwa mara ni kwamba tangu alipoongea kwa mara ya kwanza kuhusiana na janga hilo, Samia Suluhu Hassan amegoma kuomba msamaha kwa Watanzania, amegoma kukiri kwamba kuna makosa yalifanyika. Badala yake juzi, wakati anaongea na mabalozi katika hafla ya mwaka mpya ya mabalozi wa nchi mbalimbali pamoja na taasisi za kimataifa zilizopo Tanzania, aliwaomba msamaha kwa lile kukatika kwa internet, katika zile walizuia internet kwa takriban siku 5. Ameomba msamaha katika hilo. Kwa hiyo kwake ni muhimu kuomba msamaha hawa mabalozi wa nchi za kigeni, lakini imemuia vigumu kuomba msamaha wa Tanzania kwa matendo yaliyofanywa na watumishi wa vyombo vya dola kwa amri yake Samia Suluhu Hassan. Lakini hilo sio gumu kulielewa, kwa sababu yeye aliridhia na alitoa maagizo ya hayo yaliyofanywa na hao askari, na kwa mujibu wa taarifa ambazo kwa siku kadhaa nimekuwa tukizirudia, ni kuwa maelfu ya Watanzania waliuawa katika matukio hayo yaliyojiri kuanzia hiyo Oktoba 29 mwaka 2025. Na hii ndio imepelekea taarifa zilizopatikana jana hiyo za kulielezwa kwamba kuna ajali ilitokea huko Mwanza na kwamba kuna askari kadhaa walipoteza uhai. Taarifa hiyo ikapokelewa kwa shangwe kama hii ya kifo cha mbunge wa CCM. Hata hivyo, katika kufuatilia, inaelezwa kwamba jeshi la polisi limekanusha kuhusu hivyo vifo vya askari kadhaa huko Mwanza. Kwa mujibu wa maelezo, inadaiwa kuwa picha yenyewe iliyotumika kueleza kwamba kulikuwa na ajali huko Mwanza, picha hiyo ni ya mwaka 2022, kwamba ni tukio lililotokea zamani na litokea maeneo ya Geita. Kwa hiyo haya ni kwa mujibu wa maelezo. Kama ni kweli au jeshi la polisi limeamua kuficha, labda pengine kutokana na mapokeo ya hiyo habari, kwamba hiyo taarifa ilipotolewa watu wengi wameipokea kwa shangwe, kwa hiyo pengine jeshi la polisi limeamua kukanusha ili kupunguza makali ya hizo sherehe zilizojitokeza kutokana na taarifa ya kifo. Lakini kwa kuchukulia tamko rasmi, ni jeshi la polisi limesema kwamba hakuna kitu kama hicho.
Kwa hiyo hii ndio hali halisi jinsi ilivyo. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.